Uchafu Online TV, qulil haqqa wa in kana Suila rajulun hakimu, siku miongoni mwa masiku aliulizwa mtu mmoja mwenye hekima, limadha tadkhulu almasjida qabla aladhani, kwa nini wewe unaingia msikitini kabla ya adhana? Fabatasama wa qala, yule mtu mmoja akatabasamu alafu akasema kwa upole, aladhanu laysa li, adhana haijanihusu mimi, inama huwa liman ghafala an salatihi, isipokuwa hii adhana ni kwa wale walioghafilika na swala zao. Wa ana la uridu, na akaendelea kusema yule mwenye hekima, wa ana la uridu an uktaba inda Allahi minal ghafilin. Akaendelea kumwambia aliyemuuliza, na mimi sitaki niandikwe mbele ya Allah kuwa ni miongoni mwa watu walioghafilika. Allahumma la taj'alna minal ghafilin. Mwenye hekima akamaliza kwa kuombea dua watu kwa ujumla. Ewe ndugu yangu, angalia hekima ya mtu huyu. Wengi leo wanangoja adhana ndio waanze kujiandaa, lakini mwenye moyo ulio hai kujiandaa kabla ya adhana, kwa sababu ibada yake sio kwa kukumbushwa, bali ni kwa kujua nafasi ya Mola wake. Idha sami'ta al-adhana fa'lam anna Allaha yad'uka. Ewe kijana, ewe ndugu yangu, unaposikia adhana tambua kuwa Allah anakuita. Lakini kabla ya adhana wale wapenzi wa Allah huwa tayari wameshakwenda. Utakapoisikia adhana, ewe ndugu yangu, fahamu ya kwamba huo ni muda wa kuitwa na Mola wako. Lakini pia kuna watu watakwenda msikitini kabla ya kuisikia adhana, na hawa ndio wale wapenzi wa Allah, huwa tayari wameshakwenda, na kwa sababu wanajua heshima ya kuitwa, na wanafanya haya kwa sababu wanajua heshima ya kuitwa na mfalme wa ulimwengu. Na tukiwataja waghafilifu walioghafilika, hatumaanishi wale waliolala tu, isipokuwa wale ambao mioyo yao imezidiwa na dunia mpaka hawana muda wa kukutana na Mola wao, mpaka hawana muda wa kusikia wito wa Mola wao. Utawakuta wamekaa katika mabanda ya mpira, utawakuta wamekaa katika maduka, utawakuta wapo kwenye maskani, utawakuta wapo kwenye mabarabara wanashughulikia magari. Si ajabu wengine utawakuta wapo na watu wanakaa nao na wala hawasikii, kutwa wamezongeka na stori za siasa na stori nyingine. Na huyo mwanamume mwenye hekima alielewa hii siri, kwamba adhana si wito wa saa, bali ni wito wa moyo ulio mbali na Mola wake. Huyo ndo mwenye hikma alielewa adhana sio wito tu, bali isipokuwa adhana ni wito wa mtu ambaye moyo wake uko mbali na Mola wake. Na hii ndo tafsiri sahihi ya ndani. Mwenye moyo ulio hai hatoisubiri adhana. Mwenye moyo ulio karibu na Allah tabara, ikifika tu muda hatoisubiri adhana, ataelekea msikitini kwa haraka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Munafiqun, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Enyi mlioamini, mali zenu pamoja na watoto wenu visiwashughulishe mpaka ikafikia hatua mkasahau kumkumbuka Allah tabara. Tuchukue somo hili leo, kuwa mtu ambaye moyo wake unaamka kabla ya sauti ya adhana. Ewe ndugu yangu, usipendelee kuisubiri adhana ndo ukasali, bali wewe unatakiwa kuiwahi adhana ukiwa katika msikiti uliokuwepo. Kuwa mja ambaye anajitayarisha kabla ya kuitwa, kwa sababu wale walio hai kiimani hawasubiri sauti, bali wao wanasubiri ruhusa ya kuingia mbele ya Mola wao, akimaanisha ya kwamba wanasubiri muda wa takbiratul ihram khalas, na sio muda wa kuisikia adhana. Allahumma la taj'alna minal ghafilin waj'al qulubana hayyatun bidhikri wa aqdamana sabiqatun ila masajidi. Ewe Mola, usitujalie kuwa miongoni mwa walioghafilika, ifanye mioyo yetu iendelee kuwa hai kwa kukumbuka, na miguu yetu iwe ya haraka kuelekea msikitini mwako. Tunamwomba Allah subhanahu atujalie miongoni mwa wale ambao tunasikiliza maneno mazuri na kuyafanyia kazi.
Siafu Online TV, qulil haqqa وإن كان مر.